Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni Disemba 2025. Tukijifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukihitaji rehema yako. Tusamehe dhambi zetu, tutakase, tulinde na utuongoze. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Dumu kuwa pamoja nasi ukitulinda na kutuongoza. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Disemba 25, mada ikisema ujio wa kwanza na wa pili. Imejengeka katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 aya 28. Neno la Mungu linasema, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Katika ujio wa kwanza wa Kristo, malaika wa mbinguni walishindwa kujizuia kuendelea kumimina sifa zao kuu, kutoa heshima kwa tukio la kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Kuzaliwa kule ambako maandalizi kidogo sana kwa ajili yake yalifanyika hapa duniani, kulisherehekewa katika nyua za mbinguni kwa sifa na kutoa shukurani kwa niaba ya wanadamu. Wakati wachungaji wa kondeni huko Bethlehemu walipokuwa wakiangalia makundi yao usiku, malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Viongozi katika Israeli walidai kuelewa unabii, lakini walikuwa wamepokea mawazo ya uongo kuhusiana na namna ya ujio wa Kristo. Shetani aliwadanganya, na utukufu wote wa ujio wa Kristo mara ya pili waliuhusisha katika ujio wake wa kwanza. Matukio yote ya ajabu yanayoambatana na ujio wake wa pili waliyatazamia katika ujio wa kwanza. Hivyo, wakati alipokuja hawakuwa tayari kumpokea. Kati ya ujio wa kwanza na wa pili wa Kristo kutaonekana tofauti ya ajabu. Hakuna lugha ya mwanadamu inayoweza kuelezea ujio wa pili wa mwana wa Adamu katika mawingu ya mbinguni. Atakuja na utukufu wake na utukufu wa Baba na wa malaika watakatifu. Atakuja akiwa amefunikwa katika vazi la nuru ambalo amelivaa tangu milele. Malaika wataandamana pamoja naye, makumi elfu na makumi elfu watamsindikiza ajapo. Sauti ya parapanda itasikika ikiwaita wale waliolala mauti kutoka makaburini. Sauti ya Kristo itapenya katika kaburi na kuingia katika masikio ya wafu, na watu wote waliomo makaburini nao watatoka. Sasa tupo katikati ya hatari za siku za mwisho. Matukio ya vita yanatokea na ile siku kuu inakaribia. Je, tumejiandaa? Kila tendo kubwa au dogo litatambuliwa. Kile ambacho kilichukuliwa kuwa sio cha muhimu hapa kitaonekana halisi. Senti 2 za mjane zitatambuliwa. Kikombe cha maji baridi kilichotolewa, magereza yaliyotembelewa, wenye njaa waliolishwa, kila kimoja kitatolewa thawabu yake. Kichwa cha nyoka si mbali kitajeruhiwa na kupondwa kabisa. Kumbukumbu adhimu ya nguvu ya ajabu ya Mungu hivi karibuni itarejeshwa katika nafasi yake sahihi. Bustani ya Edeni iliyopotezwa itarejeshwa.
mpango wa Mungu wa wokovu wa mwanadamu utakuwa umekamilika. Mwana wa Adamu atawapa taji ya uzima wa milele watakatifu, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Ufunuo sura ile ya 7 ya 15. The Review and Herald, Septemba 5 mwaka 1899. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Disemba 25, mada ikisema ujio wa kwanza na wa pili. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Wiki ya maisha pasi utulivu, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoa.